Mtazamaji, asante kwa kubaki nasi. Tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za michezo na burudani. Timu ya mpira wa kikapu ya Dar City kutoka Tanzania imeweka historia kwa kuingia hatua ya robo fainali ya mashindano ya mpira wa kikapu ya vilabu barani Afrika, Basketball Africa League BAL, mwaka huu inafanyika jijini Pretoria nchini Afrika Kusini. Dar City ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano hayo, inashiriki ukanda wa Kalahari, imefanikiwa kumaliza nafasi ya 4 ya ukanda huo ikicheza michezo 5 na kushinda michezo 2 na kupoteza michezo 3. Dar City inaungana na timu za RSSB Tigers ya Rwanda, Petro di Luanda ya Angola na Al Ahli Benghazi ya Libya. Hatua mtoano inatarajiwa kuchezwa mwezi wa 5 jijini Kigali nchini Rwanda, ambayo jumla ya timu 8 zitashiriki, huku timu 4 nyingine zikitoka ukanda wa Sahara. Dar City imejizoelea mashabiki wa siku za hivi karibuni kutokana na uwekezaji wake kwa kusajili wachezaji wa kigeni na wazawa ambao wana uwezo mkubwa wa kuipa ushindani timu hiyo. Ligi ya mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Dareva imeendelea kutimua vumbi ikiwa bado katika hatua za mzunguko katika viwanja vya chuo cha Kampala KIUT vilivyopo Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, huku uongozi wa Dareva ukiridhishwa na ushindani unaoendelea kuonyeshwa na wachezaji. Wakizungumza na waandishi wa habari wakati ligi hiyo ikiendelea kutimua vumbi, uongozi wa Dareva, wachezaji na makocha wameeleza namna ambavyo ushindani ulivyo kwa sasa, huku wengi wakifurahia ligi hiyo kutokana na ukweli kuwa kwa sasa ligi ya Dareva ndio msingi wa mchezo huo hapa nchini. Kama Dareva au kama chama cha mkoa wa mpira wa Dar es Salaam, tumeona tuweze kuongeza ushindani kwa upande wa wachezaji na marefali kwa kuweza kutoa tuzo. Tutakuwa tunatoa tuzo za mchezaji bora wa wiki kwa upande wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume, pia kwa refa ambaye anafanya vizuri. Hii ni motisha kwa upande wao kwa sababu tunahitaji sana watu waweze kucheza kwa weledi, waweze kuonyesha mbinu zao za kimchezo, vile vile pia marefa waweze kuchezesha michezo yetu kwa haki na bila kupendelea, ili mwisho wa siku waweze kupata zawadi ya refari bora wa wiki. Tutaendelea hivyo mpaka hapo tutakapomaliza ligi yetu. Kwa ni imani yangu kuwa coaches wa timu mbalimbali wataendelea kuweka juhudi kwa wachezaji, lakini wachezaji wenyewe pia binafsi waweke juhudi, wasirizike na kile ambacho wako nacho sasa hivi. Ilikuwa ngumu, na Mageza ni timu kubwa sana. Tulianza mchezo tukiwa down. Tuweza tukiwa juu, lakini bahati kwa kwetu tumepoteza 3-2. Funza vitu vingi pia kutoka kwao, mbali na kwamba tumeonyesha uwezo tuliokuwa nao, lakini wametuzidi kwa uzoefu zaidi. Tumeyapokea na tutaenda kurekebisha pale ambapo tumekosea. Nafikiri kwa sababu asilimia kubwa wachezaji wangu ni staff kidogo, naona wakakosa ile maturity kwa sababu ni beginner, kwa ikafika wakati wakachoka, tukapoteza set 3 za mwisho. Mchezo wa leo ulikuwa ni mzuri kwa sababu uliwapa chance wachezaji ambao sio first 6 nao kuonyesha kipaji chao na kuonyesha changamoto kwa timu ya Rudizi. Timu ya soka ya Mlimani Academy imejikuta ikiangukia pua baada ya kupokea kichapo cha jumla ya magoli 2 kutoka timu ya National FC, ikiwa ni mfululizo wa michezo ya kugombea kombe la sikukuu ya Pasaka, ikiwa ni mfululizo wa michezo ya nusu fainali inayoendelea katika uwanja wa michezo wa Kumbukumbu ya Jumbe mjini Manyoni. Tupate undani wa taarifa hii. Katika mtanange huo wa mashindano yaliyodhaminiwa na diwani wa kata Manyoni mjini, Super Stanley Sembe umezikutanisha timu zenye makazi yake kwenye mamlaka ya mji wa Manyoni, ambapo magoli ya National FC yalipatikana kunako dakika za 39, 67 na 80, wakati goli la kufutia machozi la Mlimani FC lilipatikana kunako dakika ya 42. Tumepata kushinda kwa ushindi wa 2-1. Kwa hiyo tuendelee na mazoezi kwa ajili ya finali, tutapanga vizuri. Kwa hiyo sina maneno mengi, ni ushindi na mashabiki naomba tusapoti, na hii ndio National FC, nguvu moja. Kwa kweli nashukuru Mungu, mchezo ulikuwa mzuri, lakini nafasi ilikuwa kwetu. Wametuadhibu kutokana na makosa. Hatuchoki wala tukati tamaa, tunajipanga kwa ajili ya mchezo ujao na mashindano yanayofuata. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Chane Liteni.
Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo mpaka kufikia hapo sina la ziada katika upande wa michezo na burudani. Habari ya nzima leo ilikuwa nami Lulu Ali. Kwa hivyo tuendelea kutufuatilia katika kurasa zetu za Facebook, Instagram, bila kusahau na YouTube channel kama Channel 10+. Endelea kusubscribe, kushare bila kusahau na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia usiku mwema, nikutakie Pasaka njema. Kwaheri. Naam, hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Hali ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Nyasa, kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Tanganyika, Rukwa pamoja na maeneo ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kagera, Geita, maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Dodoma, Singida, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma na ile maeneo ya Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache. Wakati maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatarajia kuwa ni makavu kwa usiku wa leo. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, hususan katika maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara na maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi na yale maeneo ya Rukwa, maeneo ya Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Na hali kama hiyo tunaitarajia pia katika maeneo ya mikoa ya Dodoma, Singida, Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, juu ya Dar es Salaam kwa pwani kunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi katika sehemu chache. Matazamio kwa siku ya kesho kutwa tunatarajia hali ya mvua kuendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Jina langu ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.